Watazamaji, ningependa kuwasalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Mimi naitwa John, mimi ni mchungaji na hudumu na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Emmanuel Branch, tuko upande wa Odero. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kuwa mahali hapa. Namshukuru Mungu pia kwa sababu ya kuniokoa na kunifanya mtumishi siku hii ya leo. Tumaini langu ni jipya na pia na furaha kwa sababu ya neema na kibali cha kuongea nikiwa mbele zenu. Siku ya jana tuliongea kuhusu wanaume, nyingine pia tukaongea kuhusu mwanaume vile Mungu amemuumba na akawa na mpango juu ya maisha yake. Jana haukumiss sana, lakini umemiss tukiongea kuhusu mwanaume kama warrior. Tuliongea na Mungu akatusaidia kujifundisha kwamba Mungu amepurpose mwanaume kuwa engager, kuwa ni mtu ambaye anaingia katika ulimwengu wa kiroho na kupigana vita ambavyo viko pale. Apigane kwa sababu ya familia yake, na apigane kwa sababu ya maisha yake, na apiganie familia yake, apiganie nchi yake, na apiganie jamii yake. Haujapita sana. Siku ya leo tunaongea kuhusu mwanaume as the warrior. Warrior si warrior ya vita, lakini warrior ya kubeba familia na kubeba jamii katika moyo wake na katika mawazo yake. Yeye ndio amebeba stress zote. Yeye ndio amebeba mapigano yote ya kumake sure familia iko sawa. Ningependa kusema hivi, mwanaume, Mungu ana mpango mzuri sana na maisha ya mwanaume. I thank God kwa sababu hajamuumba mwanadamu na kumuumba mwanadamu aendelee tu hivyo vile huwa tumesikia watu wamesema huko nje kwamba evolution, you know to do this, then because umefanya hivi kwa miaka 10 sasa umejua kufanya hivyo, from the 11th year umejua sasa kufanya lile lingine. You have evolved na kujua na kujiadjust. Sio kama mambo mengine. Mungu ana mpango mzuri sana. Mungu ana mpango madhubuti. Ni vile tu huwa tunajitoa katika mambo ya Mungu. Mambo mengi tu yanakuja na yanatu overtake katika hali ya kutafuta maisha, katika shughuli za kila siku, yanafanya tusahau ama tuondoke katika purposes ambazo Mungu alikuwa ametuumbia. Siku hii ya leo ningependa kuongea na wewe mwanaume ambaye unanitazama, kuwa warrior wa familia yako na kuwa warrior not WORRIORS. No. Kama kuna jina warrior, to worry. Kama kuna jina hilo ndio ningependa tuongee siku hii ya leo pamoja na wewe mtazamaji wangu. Kwa sababu Mungu alipomuumba Adam alimwambia aende afanye kazi. It doesn't matter kwamba Adam alikuwa afanye kazi ambayo ni kazi ngumu na kazi ya kumchokesha, but the responsibility to take care of the family was given to Abraham. Na sisemi kwamba wamama wasifanye kazi, sisemi kwamba wadada zetu wasifanye kazi, sisemi hivyo, lakini haijaondoa mpango wa Mungu kwa maisha ya mwanadamu na kwa maisha ya mzee, kwamba Mungu alipenda mwanadamu awe yeye ndio wa kusimamia familia yake. Ningependa kusoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 8. Timotheo 5:8. Na nasoma hivi. Says, if anyone does not provide for his relatives, especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Paulo anamwandikia Timotheo. Anamwambia Timotheo, utakapokuwa katika fellowship, kwa sababu Timotheo was taking care of a young church, na kanisa iko na wanaume, kanisa iko na vijana, kanisa iko na wamama, kanisa iko na watoto, but specifically Paulo anaambia Timotheo, tukifika kwa wazee, tukifika kwa mwanaume, tukifika kwa kijana mwanaume, sana sana mwanaume ambaye ameoa, in this case is to take care of his family, his immediate family, watoto wake, mke wake na mambo yake yote ya nyumba ni responsibility ya mwanaume. To take care of financial aspect of the family ni responsibility ya mwanaume. To take care of emotional aspect ni responsibility ya mwanaume. Wamama ambao wanasimama na kufill gaps hizo, Mungu awabariki sana.
na sio dhambi na sio makosa. Lakini kama wewe ni mama na uko na bwana na wewe uko na mzee na mzee yuko pale kwa nyumba, even as you fill that gap, ni responsibility ya mwanaume kuwa yeye ndio amesimama kama provider, a provide financially, a provide emotionally. Hiyo ni responsibility ya mwanaume wa hiyo nyumba, sio kijana wako, mwanaume wa hiyo nyumba. Bwana asifiwe sana. Na wewe mwanaume ambaye unanitazama, Mungu ametupatia hiyo, sio burden, it is a privilege kubwa sana ambaye Mungu ametupatia. Nikisema hivyo, I want also to address young men ambao wako hapo. Kuna trend ambayo inaendelea saa hizi kwa wanaume, na ninaongea hivi kama mchungaji, na ninaongea nikiwa pia with the fear of the Lord, kwamba kuna tabia mbaya ambayo inaendelea wakati huu, na Mungu atusaidie katika mambo ya maombi. Tuombee vijana wetu sana, and to guide our young men. Hii mambo ya vijana wanatafuta maisha rahisi na wanapenda either kuwekwa na wamama, wanataka kuona maisha katika mitandao, waone wenzao wanaenda vizuri, wanaendesha magari mazuri, wanaenda katika holidays katika nchi za ng'ambo, and our young men are desiring that kind of lifestyle. Alafu inakuwa kwa sababu hawako kazi ambayo itasupport hiyo lifestyle, wanaona shortcut ama wanaelekezwa shortcut ni kuwa na mama ambaye ako na pesa. Ni makosa makubwa sana na sio jambo nzuri, kwa sababu lifestyle vijana wanaingia, wanakuja kupata it doesn't work, wanakuja kupata tu imewaharibia muda wao. Wameingia katika maisha hayo kwa miaka 5, kwa miaka 10, wakikuja kushtukia kijana amefika miaka 45, hajaoa, Mungu amempatia nguvu, hana jambo lolote, amekuwa consumed na maisha hayo. Na it is not the plan of God kwa kijana mdogo aende kuwekwa, akawekwe kama furniture katika nyumba ili aweze kuwa sustained na maisha ambayo hajafika kuyaishi. Na kwa hivyo Mungu atusaidie sana. Na kama wewe ni kijana, usikubali kufuata njia hiyo, usikubali kuelekezwa na mwelekeo huo. Sio mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mpango wa Mungu ni kwamba as we grow in things of kama mambo ambayo tuliongea, as we grow and put ourselves in the scheme of God, katika mambo na mawazo ya Mungu kwa maisha yetu. Mungu hakupanga mwanaume awe akikaa chini analetewa chakula kama amekaa na remote. Mungu hakupanga, sio makusudio ya Mungu kwamba mwanaume akae chini, mke wake aende kazini, ashinde akihaso. Hiyo neema imepewa mwanaume ya kubeba familia katika mabega yake. Na kuna neema ambayo ni speciali, ambayo madada zetu hawajapewa, lakini imewekelewa iwe mzigo ama privilege hiyo ama neema hiyo imepewa mwanaume wa hiyo nyumba. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tunapokaa chini wanaume ambao tuko kama unanitazama na uko kwa nyuma ya mama, huo sio mpango wa Mungu kwa maisha yako. Mpango wa Mungu ni utoke, uende utafute kazi, ufanye hustle, you take care of your family, be the warrior, beba stress zako wewe mwenyewe, beba stress za familia yako. Wakati mwingine tunakuja kuongea kuhusu depression ambayo inashika wanaume kwa sababu tulienda tukachukua shortcut ya maisha. We do not want to sweat it out. We do not want to hustle. This being a hustling nation, we do not want to hustle. We do not want to go and work na tujitume kwa sababu ya mambo mengi. Kuna kazi ambazo labda tumechagua, lakini huo ndio moyo wa Mungu kwa maisha yetu. Moyo wa Mungu ametuwekea neema pale. Mwanaume anaposema mimi kutoka siku ya leo nitajituma, nitataka kubeba familia yangu, ningependa kubeba mke wangu na watoto wangu, na nisimame kama mzee ambaye Mungu ameita, and to be a warrior and a worshipper, nitakuwa nimetekeleza kazi ya Mungu. Maandiko inasema kama vile tumesoma kwamba kama hatutafanya mambo hayo, kama hatutaweza kusimama katika huo mlango, kama hatutaweza kusimama katika mwanya huo na tufanye yale ambayo Mungu ametuitia, tutakuwa sisi tuko worse than a non-believer. Mtu ambaye hamjui Mungu hivyo ndio anaishi, lakini sisi ambao tumeitwa katika ufalme, God has ordained that we go out there and work. Kwa sababu when we do that, we find there is grace. Grace ambayo imepewa wamama wetu, grace ambayo imepewa wasichana wetu.
Na nikisema hivyo pia niko na neno kwa sababu ya msichana, kijana msichana ambaye uko hapa. My daughter if you are there, my sister if you are there. Sio kusema kwa sababu wanaume ndio wamepewa waende wa hustle. Sio kusema hiyo imekuondolea responsibility ya kutoka nje na kujifanyia kazi. Haija kuondolea. Na kwa hivyo pia wamama, wasichana ambao wanasema nitaweka mbaba, kwa sababu hilo ndio neno ambao wanasema now that men are being told to hustle, mimi nitasoma lakini sitaenda kutafuta kazi kwa sababu wazee ndio wanastahili kutafuta kazi. Sijasema hivyo. Kila mtu ako na responsibility yake, lakini ya kubeba familia, ya kubeba mji, ya kubeba watoto, ya kubeba emotional za familia, and to be that provider, to give that emotional support, ni mwanaume. Bwana asifiwe sana. Mwanaume ndio tumepewa na tukapewa kifua. Mungu alipotupatia hii responsibility, alitupatia kifua. Na kwa hivyo I encourage men even when I go to the gym and I meet them, kwamba hii mambo ya tusiwe wepesi wa kusema niko na stress sana, au sijui. Kuna wanaume wanatorokea gym, wanakuja kwetu wanasema I want to stay here because hapa kuna amani kuliko kwangu. And I normally ask them, ni nini hii unatorokea? Nikikaa kwa nyumba ninaitishwa. Nikikaa kwa nyumba mke tumeshinda na yeye, jioni ananiambia leta pesa ya unga. Nimekaa mtoto akitoka shule ataniitisha hii. Lakini nawauliza, lakini si hivyo ndio Mungu ametupatia responsibility, hiyo ni yetu? Hapana. Hata yeye anafanya kazi, tunagawana 50-50. Na ni sawa. Lakini hiyo neema ya kubeba familia Mungu ametupatia. Mwanaume mwenzangu, ningependa kukuencourage kwamba kuna neema kubwa, usiogope. Maandiko inasema hivi, the lazy man, katika Proverbs nasema the lazy man fears, kwamba akitoka nje kuna simba. Hataki kwenda nje kuhaso, na simba ni wa aina nyingi. Hataki kwenda nje, hataki kujituma, anachagua kazi, anasema nitaliwa, anasema nitachekelewa. Hiyo mahindi iko hapo nje kama yule jamaa ambaye anachoma mahindi. Na nimeona kwa estate hata mahali ambapo naishi kuna vijana, na Mungu awabariki sana, na ninaongea hivi kama nina upendo mwingi juu yao. Kuna vijana ambao wametoka nchi yetu, nchi jirani ya Burundi, ambao wanakuja na wanachukua haso zile ambazo vijana wetu wamezikataa. Wanachoma mahindi, wanauza socks na wheelbarrow, wanauza mashati, wengine wanatengeneza mahali, wanaanza kupanguza viatu, wanafanya kila jambo. And you can tell they are doing well. You can tell they are getting the customers. Wako hawana attitude mbaya na biashara. Attitude zao ni nzuri kwa sababu wame embrace kwamba wao ni wanaume. They are coming from their country and they are coming here. Soon they are going to start marrying our sisters and our daughters, na ni sawa. Lakini wanachukua mahali pa vijana wetu ambao wameshindwa na wamekataa. Na niko hapa siku ya leo kukuencourage kijana kwamba rudi katika mahali pako. Niko hapa kukuencourage mzee kwamba Mungu amekupatia responsibility na amekupa neema ya kurudi katika makutano ya njia ili kufanya mambo ambayo Mungu alikusudia yafanyike katika maisha yako. Yeremia 6:16 inasema hivi, turudi katika makutano yale ya njia. Turudi mahali ambapo tulikuwa. Not that we have never been there. We have been there. Only that we forsook that road. Na Mungu anasema turudi katika makutano hayo ili tuweze kujiuliza na tuweze kuwa na mtazamo tofauti. Na kama ile njia ndio ilikuwa inatuelekeza mahali pazuri, turudi katika njia hiyo. Ningependa kukupatia opportunity ya dakika moja ili tuweze kuomba pamoja, mwambie Mungu atusaidie to go back where God intended us to be. Let us pray. Baba wetu na hata Mungu wetu, Bwana Yesu na Bwana wa rehema, tunakushukuru kwa sababu ya neema na kibali cha siku hii ya leo. Asanti Bwana kwa sababu ya muda huo ambao tumekuwa na mwanaume tukiongea. Mtazamaji wangu ambaye amenitazama na amesikia sauti yako na amesikia maneno hayo, ningependa Bwana kumuombea katika jina la Yesu, ukamsaidie kurudi katika makutano ya njia na kutazama mahali ambapo the last time he was there, what he was doing, what I was doing, so that you may help us to go back there. Kwa sababu maandiko inasema tutakaporudi katika makutano ya njia, tutajua mahali ambapo Bwana tulitoka. Tusaidie
kusimama vizuri kama wanaume wa nyumba zetu, wanaume wazuri kwa sababu ya nchi yetu. We be providers and warriors and engagers in our family. We bless you and we thank you for we pray in Jesus name and we say amen. Mungu awabariki sana tunaporudi katika njia ambazo Mungu alikusudia tuwe. Mungu awabariki sana.